Ni mechi ambayo itakwenda kuamua pia hatima kwa upande wa klabu ya Yanga. Ni mechi ambayo kwenye eneo la kupambania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wao upo hapo. Ni mechi ambayo itakuwa sio rahisi mbele ya Azam FC. Tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga walipoteza kwenye mechi iliyopita ambapo walifungwa goli 1-0, goli la Jibril Sila. Huku kwenye mechi hiyo kwa upande wa Ibrahim Baka hakuweza kumaliza, lakini hii ni mechi nyingine ambayo inacheza kwa hapo siku ya kesho, ni mbele ya Azam, mechi ambayo kwa upande wa Yanga wanajua kabisa katika mbio za ubingwa wao hii ni mechi ambayo wanahitaji kuweka utulivu. Hii ni mechi ambayo wanahitaji kupata matokeo ambayo yatakuwa mazuri, na tayari kwa upande wa mwalimu Milodi Hamdi ameweza kuweka wazi wachezaji ambao atakwenda kuwatumia moja kwa moja kwenye mchezo huo. Tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga wanahitaji alama 3 hapo kesho. Kabla sijakutajia hapa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kwenye mechi hiyo, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kuangazia hapa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa upande wa magolikipa ambao watakwenda kuhusika ni pamoja na golikipa Djigui Diarra. Djigui Diarra ameorodheshwa kati ya magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo, lakini pia Abdul Twarib Msheri naye pia ni golikipa ambaye atakwenda kuhusika. Ya maana kwamba hao ni magolikipa ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama hapa moja kwa moja kwenye upande wa mabeki ambao watakwenda kuhusika, yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda tunafahamu namna ambavyo amekuwa ni mtulivu kwenye eneo hilo, lakini pia Kibwana Shomari naye atakwenda kuhusika moja kwa moja kwenye mchezo wa siku ya hapo kesho. Wakati huo pia Shadrack Kiboka baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita, naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Tunafahamu Shadrack Kiboka kasi yake imekuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho cha Yanga. Lakini pia kwa upande wa Dickson Jobu naye pia yupo kwenye orodha ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Ibrahim Baka naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia yupo kwenye orodha ya na beki ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye eneo la viungo ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo huo, yupo hapa Duke Abuya. Kwa upande Duke Abuya tunafahamu namna ambavyo amekuwa ni mtulivu kuliko, lakini pia Abubakar Salum Shuaboy naye pia atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Shehan naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watahusika kuelekea kwenye mchezo huo. Mudadhili Yaya naye pia ni moja ya kiungo ambaye atakuwepo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Pacome Zouzoua naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo huo. Stephanie Aziziki naye pia atakwenda kuhusika kwenye mchezo huo. Tunafahamu mchezo uliopita alikosekana, lakini wakati huu yupo kama kawaida. Wakati huo Kratos Chota Chama Mwamba wa Lusaka naye pia yupo kwenye orodha ya viungo ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia kwenye upande wa mawinga yupo Max Nzengeli, atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Ikangalombo naye yupo kwenye orodha ya mawinga ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo huo. Lakini pia Faridi Maliki Musa naye pia yupo kwenye orodha pamoja na Dennis Nkane. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa shambuliaji yupo Kennedy Musonda, wakati huo pia yupo Prince Mpumelelo Dube pamoja na Clement Mzize. Ya maana kwamba hiyo ndio orodha rasmi kwa upande wa klabu ya Yanga wachezaji ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo dhidi ya Azam, mechi ambayo inatajwa kuwa ni ngumu zaidi kulingana na historia ya timu hizi mbili na namna ambavyo zimekuwa zikikutana pale mechi ambapo inakuwa ni nzito kweli kweli. Kwa upande wako unaionaje mechi hiyo kwa upande wa klabu ya Yanga? Toa maoni yako nami nitapitia. Shukran.